wa 8 wenye siku kubwa ya wakulima iliyopewa jina la sikukuu ya 8-8. Bila shaka upo salama na nikukaribisha kwenye kipindi hiki cha FGA TV kinachoangazia matukio makubwa kila wiki kutoka Fountain Gate Academy Tanzania. Ungana nami Naila Shomari kwenye matukio yanayohusu Kids Soccer, soka la vijana na maandalizi ya senior team kuelekea kick-off ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Baada ya Fountain Gate FC kukamilisha siku kadhaa za maandalizi yake jijini Morogoro, kikosi hicho kilichukua safari kuelekea Babati, Manyara, kikiwa na matarajio makubwa ya kushiriki mashindano ya Tanzanite International Pre-Season Tournament. Maandalizi yote yalikuwa yamekamilika, morali ya wachezaji ikiwa juu na benchi la ufundi likiwa tayari kuona matokeo ya kazi iliyofanyika Morogoro. Hata hivyo, mambo yalibadilika ghafla. Kwa bahati mbaya, mashindano ya Tanzanite International Pre-Season hayakuweza kufanyika kama ilivyokuwa imepangwa. Waandaaji wa mashindano hayo walieleza kuwa sababu zilizopelekea kutofanyika kwa mashindano hayo ziko nje ya uwezo wao. Kwa Fountain Gate FC, ilikuwa ni changamoto iliyojitokeza katika kipindi ambacho kikosi kilikuwa kimejipanga kwa ajili ya kupata ushindani wa mapema kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa NBC Premier League. Licha ya kutofanyika kwa mashindano hayo, safari ya maandalizi ya Fountain Gate FC haikuishia hapo. Timu iliendelea na mipango yake, huku benchi la ufundi likitizama namna bora ya kutumia muda uliopo kuendelea kukiandaa kikosi, kuimarisha utimamu wa wachezaji na kujenga muunganiko wa timu kuelekea msimu mpya. Hapo ndipo sasa timu ikasafiri tena kuelekea Arusha kwa ajili ya mechi za kirafiki na timu mbalimbali. Wakicheza na Murang'a Seal kutokea Kenya, JKT Tanzania, Kagera Sugar, na zote hizi zinashiriki ligi kuu. Benchi la ufundi likiongozwa na Fred Felix Minziro limeeleza hatua ya mafanikio ambayo yamefikiwa na kuonyesha kuridhika na namna ambavyo vijana wake wamekuwa na nguvu kwenye uwanja wa mazoezi na hata kwenye mechi za kirafiki ambazo wamecheza. Kwenye maandalizi ya mwisho, wiki ya mwisho ambayo inaanza ligi wiki hii. Lakini kikubwa ni kwamba nadhani kama unavyojionea mwenyewe maandalizi yanakwenda vizuri. Vijana naona wanapokea vizuri yale ambayo tunajaribu kuelekeza. Nadhani tutegemee kuona ushindani mkubwa unaokuja. Swala kuondoka kutondoka au wachezaji wengine hawapo. Wengine hawapo, ni wale ambao tumetumia nao kwenye ligi iliyokwisha. Na wengine kama nilivyosema wameondoka. Hatuna nafasi ya kuongeza mchezaji yote kwa sababu tumefungiwa mpaka sasa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba wale waliobaki tunaenda kupambana nao, kuendelea kwa push, na wale vijana ambao wengine under 20 nao wanaungana wakubwa zao kuhakikisha kwamba Fountain Gate inakuwa kiwango kile. Ambavyo benchi la ufundi limekuwa na imani na wachezaji wake, basi hata kwa upande wa wachezaji na wao wamethibitisha kuwa wapo tayari kwa ligi na wamefanya maandalizi bora sana. We're quite prepared for the season. Now the pre-season is over, so we're approaching the game by the weekend, so the team is fully ready, and me personally, I'm always ready to protect the badge, so we're ready. Yeah, everybody's okay. Yeah, pre-season is a time to really rebuild and to feast everybody in fitness and everything. So we are quite done with that. We are just rehearsing, waiting for the league day. Na sasa macho yote yanaelekezwa kwenye hatua inayofuata ya maandalizi ya wanajeshi wa Fountain Gate FC, safari ambayo inalenga kuhakikisha timu inaingia msimu mpya ikiwa tayari kupambana.
Baada ya hapo, Fountain Gate watasafiri kuelekea Singida kwa ajili ya mchezo wa kwanza ligi kuu ya NBC dhidi ya Singida Black Stars utakaochezwa Agosti 14 kwenye uwanja wa Airtel uliopo Singida mjini. Okay, watu wa ndani tunakimbiza, tunatafuta mpira sasa hivi. Tunatafuta mpira. Hamna kudogi. Tulieza. Tulia. Kuna mtu huko bando. Play. Ya, press. Madogo press hapo. Yupo. Kamera, where are you?